Yes, mambo vipi mwana familia wa HNT Media, ni wakati mwingine tunakutana hapa kuzitazama taarifa za michezo zilizoendelea kuhappen na zilizochomoza kunako anga la michezo kwa siku ya leo. Lakini kubwa ambalo limetukutanisha hapa ni kuhusiana na kile kinachoendelea kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Zimekuwepo taarifa nyingi sana kuhusiana na hiki kinachoendelea, lakini kwa taarifa hii hapa tunaweza tukasema kwamba huenda mwelekeo wa mchezo huo unaanza kuonekana. Taswira ya mchezo huo sasa inaanza kujichola kutokana na taarifa ambazo zimetufikia hivi punde kutoka kwa watu wa karibu kabisa na uongozi wa Young Africans. Bana, kabla hatujaitazama taarifa hii kwa ukubwa, hebu nikukumbusha kitu kimoja. Kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi, hakikisha kwamba una subscribe hapo chini ya video, lakini kama umeshakwisha kusubscribe utakuwa una bahati ya kuwa unapata taarifa zetu, kwa sababu kila siku tunakuletea taarifa za michezo ambazo zinaendelea kuhappen kwa wakati kama huu hapa. Kati ya taarifa ambayo imetufikia na sisi tukasema tukuletee ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania. Kumekuwa na taarifa nyingi sana zikizungumzia juu ya jambo hili, lakini kuna mdau mmoja wa masuala ya michezo hapa Tanzania, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya michezo. Aliweza kuandika kunako ukurasa wake wa Instagram, aliweza kuposti picha ya Wallace Karia kunako ukurasa wake wa Instagram na kuandika caption ambayo ilikuwa inasomeka Wallace Karia kakalia kiti cha moto, lakini caption yake ambayo ilikuwa inasomeka hivi: andiko lenye thamani ya nyota 5. Viongozi wa mpira wa Tanzania wanapata shida sana kwa sababu ya kanuni zao wenyewe walizoziweka, na kuna namna zinawabana wenyewe kwa jinsi walivyozitafasiri, na pia lakini pia kuendana na tamko lao kuhusiana na mchezo lililoleta ukakasi fulani, kuonekana kama tamko lenye msukumo wa kitu fulani, uoga fulani ndani yake. Ukija kwa upande wa klabu ya Simba, kuendana na tukio lililotokea, kuna namna ambavyo kwa upande wao wanaona haipo sawa kikanuni, ya kwamba ni lazima timu fulani ifanye mazoezi kabla ya mchezo fulani kwenye uwanja husika kwa ajili ya kujiweka sawa na kuzoea uwanja kabla ya mchezo, kwamba iwapo wakikosa haki hiyo ya kufanya mazoezi siku moja kabla katika uwanja huo ni kosa la kikanuni, na kwa tafasili yao wao waliona jambo linalofuata kwao ni kutoshiriki mchezo huo siku iliyopangwa. Kwa upande wa Young walishikilia msimamo wao wa kucheza mpira katika siku hiyo husika, kwa sababu waliona hakuna kipengele kinachowazuia wao wasicheze game hiyo. Kivipi Yanga walitafasiri kanuni za mpira kwa jinsi zilizowekwa na TFF, na pia waliingilia mazoezi kati yao na Simba, kwamba namna siku hizi timu moja wapo, ikiwa pinzani anakuja kufanya mazoezi kabla ya mchezo kuendana na tamaduni zetu, waliona kuna kamati ya ufundi inataka kufanya mazoezi ya kitamaduni katika uwanja. Siku ya tarehe 8 ilivyotoka taarifa ya kuahirishwa kwa mchezo husika, Yanga ilishikilia msimamo wake kwa kusema hawapo tayari kushiriki mchezo mwingine zaidi ya huo, kwa sababu wamefuata kanuni zote za mchezo husika na kushiriki mchezo, na hawatoshiriki mchezo mwingine ni kinyume cha taratibu za kimpira. Kanuni za mpira wa Tanzania kuna namna hazijawa wazi sana, au kuwa upande zaidi ya kusaidia timu, ya kusaidia mtu kutafasiri au ukubwa wa kuzielewa kwa kina zaidi, kwamba ikitokea jambo fulani la kikanuni nini kitafuatwa baada ya hapo, hatua gani za kisheria zitafuatwa, hiyo iongezewe kwa kusaidia
viongozi wetu wa vilabu. Maoni yangu ni kwamba bodi ya ligi na TFF iweke vipindi maalum vya kutoa elimu, kusaidia sheria na kanuni za kimpira za mpira wetu na viongozi wetu wa mpira, kwa sababu viongozi wetu wa kisheria wa klabu wamesoma sheria za kijamii na sio za kimichezo. Bana, hicho aliweza kuandika mdau mmoja wa masuala ya football hapa Tanzania, mara baada ya hili sasa sakata likiwa linazidi kuzua sura mpya siku hadi siku. Kumekuwepo na maandiko mengi sana kuna kwa mitandao ya kijamii, watu wakishauri vitu kadha wa kadha vitokee, lakini ukija kuangalia kwa undani wa taarifa hii unaona kabisa kwamba kwa upande wa klabu ya Simba Sports Club mpaka sasa wameona kwamba kitu walichokifanya kwa upande wa wao hakipo sawa, kwa sababu sababu ambayo waliweza kuitoa katika vyombo vya habari, lakini pia na sababu ambayo ilitolewa na bodi ya ligi, unaona kabisa kwamba ni vitu viwili tofauti. Kwa upande wa klabu ya Simba, taarifa ambayo walitoa wao ambayo iliwafanya wasiweze kuleta timu uwanjani ni kuzuiwa kwa kutofanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo husika. Lakini taarifa ambayo ilitolewa na bodi ya ligi, wao walisema kwamba katika vurugu hizo kulikuwepo na sintofahamu na tishio la kiusalama, lakini pia kwa kulikuwepo na viashiria vya rushwa katika kuelekea kwa mchezo huo. Unaona kabisa kwamba taarifa mbili zilizotolewa kwa upande wa Simba Sports Club, lakini pia kwa upande wa TFF ni taarifa mbili tofauti ambazo zilikinzana katika kuahirishwa kwa mchezo huo. Kwa upande wa mwandishi huyu aliweza kusema kwamba Young Africans wameshikilia msimamo wao wa kutoshiriki mchezo mwingine kutokana na hayo ambayo yalitokea siku hiyo, na ripoti hizo zilizotolewa kwa upande wa TFF na upande wa Simba Sports Club na kukinzana kabisa, yani zikapishana taarifa hii na taarifa hii zikapishana. Unaona kabisa kwamba ni jambo ambalo lilikuwa lina maslahi kwa upande fulani. Ilinukuliwa pia hata kwa upande wa Steven Mgoto, aliweza kuzungumza kwamba kwa jambo lililotokea klabu moja inaweza ikashushwa daraja, lakini kama Simba tutaishusha daraja, wewe kama Young Africans utafaidika na nini? Kwa hiyo tunaangalia namna nzuri ya kutatua hili ili tuweze kulimaliza kwa hekima na busara. Hicho kitu ndo kinaendeleza kuwapa moto Young Africans na kuendelea kushikilia msimamo wao wa kutocheza mchezo mwingine tena wa ligi kuu, mchezo namba 184 uliokuwa unawakutanisha Young Africans dhidi ya Simba Sports Club kama jinsi ambavyo ilikuwa kwenye ratiba. Bana, mpaka sasa Young Africans amebakisha mechi 4 kwa mujibu wa maelezo ya Young Africans kwamba hawatacheza mchezo mmoja, lakini kikawaida zingekuwa zimebaki mechi 5, lakini mpaka sasa Young Africans wao wanasema wamebakisha mechi 4 kunako ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League, ambapo Young Africans anaendeleza ubabe huo kwa pointi zake 67 nyuma ya Simba mwenye pointi 57, akiwa kukiwa kuna tofauti ya michezo mitatu. Taarifa zinaendelea kuwa nyingi sana kuna kwa mitandao ya kijamii, hasa kutoka katika bodi ya ligi ya Tanzania TPLB, lakini pia kutoka TFF, kwa sababu ligi inaelekea mwishoni, lakini hakuna namna yoyote ambayo bodi ya ligi imetoa statement kuhusiana na hiki kinachoendelea. Young Africans waliamua kwenda kasi ili kwenda kutafuta suluhu ya jambo hili, lakini kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba kasi wenyewe wamesharudisha majibu kwa upande wa klabu ya Young Africans nini kinachotakiwa kufanyika juu ya jambo hili.